Naam, ni siku nyingine, wakati mwingine tena ambao tunakutana kwenye jicho letu, muda ambao tuna nafasi ya kuweza kutazama vitu kadha wa kadha ambavyo tunajaliwa kuweza kuvitazama mara tu baada ya jicho kuweza kufunguka. Maliango Mgeta ndio jina langu na kila sababu ya kukaribisha katika jicho letu kutoka hapa Sky TV. Nikushukuru kwa wewe ambao tunatazama kupitia Sky Digital, lakini pia asante kwa wewe ambao unatupata kwenye cables tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Karibu. Leo tupo katika ofisi ya Rais, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Huku tumekutana na katibu msaidizi kanda ya kati, atambulika kwa jina Bi Jasmine Awadhi Bakari. Yeye ndo tuko naye hapa, na kubwa ambalo limetuleta na kutaka kuzungumza naye hapa ni kuhusu jambo moja tu. Nini maana ya mgongano wa maslahi, na mgongano wa maslahi ukoje? Unahusisha viongozi tu walioko serikalini au unahusisha wakina nani? Haya ndio ambayo tutaweza kuzungumza katika jicho letu muda na wakati kama huu. Karibu sana mama. Asante sana. Habari ya kazi? Ni nzuri. Unaendelea vizuri? Namshukuru Mungu. Safi sana. Karibu sana katika jicho letu wakati mwingine kama huu, na tukigusia leo kuhusu mgongano wa maslahi. Kwa faida mtazamaji, inawezekana mwingine anajua maana mgongano wa maslahi, lakini kwa faida ya wote, labda tuanze, nini maana ya mgongano wa maslahi? Karibu. Asante sana. Mgongano wa maslahi ni dhana pana, kwanza tujue ni dhana pana. Lakini ni tatizo liko dunia nzima. Na lakini kwa tafsiri rahisi kabisa, mgongano wa maslahi ni pale ambapo yule ambaye amekabidhiwa dhamana ya kuwatumikia watu wengine anakuwa na maslahi ambayo yanakinzana na maslahi ya wale ambao walimkabidhi au walimpa ile dhamana. Yaani kwamba kwa mfano kama ni kiongozi, ndio ana maslahi yake binafsi na kuna maslahi ya umma. Sasa kipi afanye kwa ajili yake au afanye kwa ajili ya umma? Kwa hiyo hapo tunasema kwamba kuna mgongano wa maslahi. Kuna public interest na kuna personal interest. Hapo ndio kunapokuwa na mgongano. Okay. Wale maslahi yanapokuwa yanakinzana, ndio tunasema kwamba kuna mgongano wa maslahi. Sawa sawa. Neno jinsi lilivyo, naamini kuna aina za mgongano wa maslahi. Tukiweza kuzitaja zote sio mbaya, tukiweza kuzitaja chache na kuzifafanua pia nitakuwa ni kitu kizuri. Karibu. Asante. Zipo aina nyingi za mgongano wa maslahi kulingana na wanazuoni tofauti tofauti, lakini kubwa ni tatu. Kubwa ni tatu. Ya kwanza tunaita mgongano halisi wa maslahi au actual conflict of interest. Na huu mgongano halisi ni kwamba jambo limeshatokea tayari. Kama ni mtu kufanya kosa, ameshafanya kosa. Kwa mfano, wewe ni mkurugenzi, tuseme, au tuseme tuchukulie mtu wa kawaida, mtumishi tu wa kawaida wa umma, ni mwalimu wa shule, lakini umechaguliwa kwenda kusahisha mitihani ya darasa la 7 au ya kidato cha 4. Katika kwenda kusahisha kule, kuna mtoto wako ambaye na yeye amefanya mtihani. Sasa unatakiwa, wajibu wa umma unakutaka utende haki, usahihishe, kama amepata, kama amekosa. Lakini yule ni mtoto wako, damu ni nzito kuliko maji. Unataka afaulu. Ukikutana na karatasi yake utamwekea kosa. Kwa hiyo utakapokutana na karatasi ya mtoto wako ile, ukaweka tiki akafaulu, ukijua kabisa kwamba hapa huyu nimempendelea, hamna kitu, tayari tunasema hapo mgongano wa maslahi umeshatokea. Sawa, mgongano wa maslahi hapo umeshatokea. Kwa hiyo ule ni mgongano halisi wa maslahi. Au twende kwenye miradi. Kwa mfano, wewe ni msimamizi wa mradi. Kuna mradi wa kujenga madarasa. BOQ imeweka standard kwamba darasa la serikali linatakiwa lijengwe hivi, foundation iwe hivi, kuwekwe mawe, kuwekwe zege,
na vitu kama hivyo. Lakini wakati huo huo na unajenga nyumba yako. Ndio. Unahitaji mawe. Sawa eh? Kwa hiyo badala ya kwa yale mawe kwenda kuweka darasani, utasema hapa tutaweka tu kifusi tutasindilia. Alafu yale mawe napeleka. Huo ni mgongano halisi wa maslahi. Tayari jambo limeshafanya nini? Limeshatokea. Kwa hiyo huo ndio mgongano halisi wa maslahi. Lakini kwa aina nyingine ya mgongano wa maslahi tunaita hisia za kuwepo kwa mgongano wa maslahi au perceived. Jamii sasa inakutazama wewe kwamba kwa hili alilofanya Maliongo hili, hapana, hapa kuna kitu hakiko sawa, aidha amependelea au ameiba. Kwa mfano turudi pale pale kwa mwalimu. Ameenda kusaisha, yule ni kijana wake, ni mtoto wake. Ndio. Mtoto yule amefaulu, amepata kweli, amepata, yani ameandika majibu sahihi. Lakini sisi tunasema kapata division 1 ya .7, huyu na mamake ndio kwa ameenda kusaisha. Lazima atakuwa amefanya nini? Amempendelea. Kwa hiyo hizo ni hisia. Au unakuta kwenye ajira kwa mfano. Sasa hivi tunaajiri kupitia secretariat ya ajira. Ndio. Pale secretariat ya ajira wale sio mashine, ni watu, si ndio? Sasa tuseme katibu mtendaji wa secretariat ya ajira, zimetangazwa kazi. Mtoto wake ameomba kazi. Na amekuwa shortlisted, amekwenda kufanya interview, amefaulu. Tutasemaje sisi watu wa huko? Lazima tuwaze kitu. Kwa sababu babake ndo mtendaji mkuu pale, unafikia atakosa? Anamwachaje? Kwa hiyo hizo ni hisia za watu. Lakini aina ya tatu kubwa ya mgongano wa maslahi ni uwezekano wa kuwepo kwa mgongano wa maslahi. Hii haijatokea bado, lakini mazingira yanavyokuwa unaona kwamba huko mbeleni kunaweza kutokea mtanziko au huo ukinzani wa maslahi. Kwa mfano kipindi fulani nienda kwenye kijiji kimoja Kondoa huko. Akasimama mwananchi akasema, sisi hapa tuna zahanati yetu. Kwenye zahanati pale yuko mhudumu mmoja tu ambaye alikuwa ni muuguzi. Kuna mwenzetu ana duka hapa jirani. Yule muuguzi kila akitoka kazini anapita hapa kwa muuza duka, anampa soda. Wakati ule Pepsi ilikuwa shilingi 500. Wakati nimekwenda nilipata hiyo kesi. Sasa anasema yule anapoa kila siku Pepsi ya 500. Lakini matokeo yake sasa yanakuwa kwamba yule akipata shida ya kwenda kule hospitali, hata akikuta foleni hasubiri. Anapita moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu alishatengeneza mazingira. Anamkarimu yule muuguzi. Kwa hiyo tunasema uwezekano wa kuja kutokea mgongano, yani mtu anatengeneza mazingira fulani. Kwa mfano tukija kwenye miradi labda. Ndio. Tunapoanza kutengeneza bajeti za miradi zetu au kuanza kuibua miradi. Tunasema kwamba kwa mfano Nzuguni tunataka tutengeneze barabara ile tuiweke lami. Kwa hiyo tunataka mwaka ujao, tunapanga kwamba mwaka ujao tutatenga fedha kwa ajili ya kujenga hiyo barabara. Mmoja wetu katika wale ambao tunapanga ile mipango ana ndugu yake ana kampuni. Anakuambia bwana, unajua pale halmashauri wanapanga hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa yule mwenye kampuni anaanza mazoea kwenda pale halmashauri, anamuona mkurugenzi pale, anampelekea zawadi. Urafiki unaanza, anatafuta bodi ya zabuni ya halmashauri, anaanza kuwazoea wajumbe, atawapelekea zawadi hii na hii. Anatengeneza mazingira. Unadhani baadaye akija kutangaza, wakitangaza tenda, alafu yeye akaomba, watamsahau? Hawezi kumsahau. Kwa hiyo ni ile uwezekano wa kuja baadaye kutokea mgongano wa maslahi. Sawa. Mtazamaji wa Sky TV, tunagusia kuhusu mgongano wa maslahi na tumeanza nao katika hali hiyo. Nia na madhumuni kuweza kufahamu zaidi kuhusu kile ambacho tunaweza kukizungumza kwa wakati huu.
Lakini nataka kuweza kufahamu kitu kwamba kuna njia yoyote ambayo inatumika kwa ajili ya kuweza kudhibiti vitu vya namna hii, kwa mfano labda kudhibiti mgongano wa maslahi, na kama ipo ikoje, labda ungetueleza kwa kirefu katika hili. Njia za kudhibiti mgongano wa maslahi ziko nyingi, lakini la kwanza sisi kama secretariat tunalolifanya ni kutoa elimu kwa wadau mbalimbali, kwa sababu huwezi kujizuia jambo ambalo hulijui. Sawa. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa wadau, kuwafundisha, kuwaelezea, kuwafafanulia nini mgongano wa maslahi na madhara yake. La kwanza. Lakini la pili, sheria ya maadili ya viongozi wa umma kupitia kanuni zake, kanuni za mgongano wa maslahi za mwaka 2020 zimeeleza au zimeweka utaratibu namna gani kiongozi anaweza kujiepusha na mgongano wa maslahi. Kitu cha kwanza ambacho kiongozi anatakiwa kukifanya akiona kwamba hapa kuna mgongano wa maslahi au naweza nikajikuta naingia kwenye mgongano wa maslahi, ni kuweka utekelezaji wa mambo yake, yani majukumu yake ya kitaifa, sawa, ahakikishe kwamba hayawezi kuathiriwa na matakwa yake au mahitaji yake binafsi. Kwa hiyo apange mambo yake katika namna ambayo masuala yake binafsi hayataathiri utekelezaji wa majukumu yake. Kwa mfano, unataka kujenga nyumba yako. Na wewe ni mratibu wa mradi. Fedha fungu unalo wewe. Sasa wewe ndio mwenye kuamua. Sasa unafanyaje? Nenda kakope benki ili ujenge nyumba yako, ili usije ukapata kishawishi cha kutumia fedha za umma. Umeona? Kwa hiyo weka mambo yako katika hali ambayo itakufanya wewe usiingie kwenye mgongano wa maslahi. Au wewe ni kiongozi, mfano ni mbunge, lakini ni mfanyabiashara, sawa, au wewe ni waziri, au wewe ni mkuu wa taasisi, ni mfanyabiashara, na ile biashara inaendana na kazi ambayo unaisimamia, basi mawili, achia uongozi au acha biashara. Acha kimoja wapo, ili usije ukajikuta unaingia kwenye mgongano wa maslahi. Inawezekana au imekuwa ni rahisi, si tutumie lugha gani? Ngoja tuendelee kuzitaja, alafu utaona kwa sababu sio lazima ufanye njia moja. Unaweza ukaangalia ile ambayo inakufaa. Kwa sababu sisi ni tofauti na nchi zingine kama Marekani, ambapo kuna kitu anaita blind trust. Kuna kitu kinaitwa blind trust companies ambazo zenyewe kama wewe ni kiongozi na unafanya biashara na unaona ile biashara yako kwenye uongozi wako itakuletea shida, sasa ile kampuni yako unawakabidhi wale blind trust companies, wanaendesha ile biashara yako. Wanachokuja kukifanya wao mwisho wa mwaka wanakuambia tu tumefanya biashara, umepata faida hii au tumepata hasara kiasi hichi. Kwa hiyo wewe unakuwa huhusiki moja kwa moja kwenye ile biashara. Sasa sisi huo utaratibu kwa hapa kwetu haupo. Ni either ufanye biashara, uache uongozi, au ufanye uongozi, uache biashara. Hali iko hivyo. Lakini jambo jingine ambalo kanuni zile limeweka ni kwamba kiongozi basi hata ruhusiwa kujadili au kufanya maamuzi wa jambo lolote lile ambalo yeye ana maslahi ndani yake. Kwa mfano, wewe ni mkurugenzi wa taasisi, lakini kuna tenda ya ujenzi kwenye taasisi yako, na wewe una kampuni yako au ya ndugu yako au ya rafiki yako, ya mke wako, ya mume wako, ambao imetenda imeomba hiyo kazi. Sasa wewe hutaruhusiwa kushiriki kwenye vikao vya kufanya uchaguzi wa kampuni ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu tayari una maslahi pale, una kampuni yako au ya mke wako au ya nani yako.
Huo ni utaratibu ambao unatakiwa huo umewekwa sasa kwa mujibu wa sheria. Sasa inakuja kwako wewe mwenyewe. Kwako wewe mwenyewe. Kwamba tutajuaje kama bwana nani Jasmine wewe pale hii kampuni ya mtoto wako. Sasa hebu kaa pembeni. Mara nyingi kwenye tenda kwa serikalini, baada ya wale watu kutenda, huwa zile kampuni zinafuatiliwa, zinachambuliwa, hii kampuni gani imekuwa registered BRELA, owners wake ni wakina nani, shares ni wakina nani, wana share kiasi gani, wakurugenzi kwenye ile kampuni ni kiasi gani. Kwa hiyo kupitia zile taarifa za kampuni basi huku serikalini wanajua kwamba kumbe Maliongo mke wake huyu ndio mhusika. Kwa hiyo hizo huwa zinajulikana, lakini pia kuna kitu kinaitwaga kufanya due diligence. Kufuatilia kwa undani zaidi baada ya kuwa labda mtu ameshachaguliwa. Kabla hajapewa mkataba wa kufanya ile kazi, huwa watu wanaenda kufuatilia kwa undani zaidi, kuangalia taasisi ipo kweli, imesajiliwa kweli, shareholders ni kina nani, wana share kiasi gani, uwezo wa taasisi hiyo kifedha na mambo mengine. Kwa hiyo katika kufanya ile due diligence, watu wanajua kwamba hii kampuni kumbe ni ya Maliongo na ni kampuni ya kwenye briefcase. Haina haipo popote, watu wanajua. Kwa hiyo hutaruhusiwa kuchangia kuhusika kwenye hicho kikao ambacho kitafanya maamuzi. Na utachotakiwa kufanya ni kutangaza maslahi yako kwa wajumbe wenzako na kisha utoke. Tulie, unatangaza maslahi yako kwa wajumbe wenzako na kisha utoke. Unatangazaje maslahi yako sasa? Unasema kwamba mimi Jasmine Awadhi Bakari, mjumbe wa bodi, tunajadili jambo hili la ujenzi labda wa ofisi ya kanda ya kati ya secretariat. Kampuni moja hapo ambayo imebid ni kampuni ya labda ya Mwarabu Contractors. Mimi ni mmoja wa wakurugenzi, lakini pia namiliki share labda zenye thamani ya milioni 50. Sawa, ni majority shareholder. Kwa hiyo moja kwa moja nina maslahi pale kwa idadi hiyo ya share. Kwa hiyo utawaambia wajumbe wenzako alafu unatoka. Imetokea wajumbe wamekaa wamemaliza kikao ikapita kampuni yao. Sasa ikipita wewe huna kosa kwa sababu ulitoa na kuna form kabisa una sign ya tamko la maslahi. Ndio. Ipo kabisa form kwa mujibu wa kanuni hizo za mgongano wa maslahi. Utasaini ile form. Kwa hiyo wewe tena utakuwa huna kosa pale kwa sababu ulishawajulisha. Wao walitakiwa sasa wafanye kazi yao vizuri bila kupendelea wala kumuonea mtu. Kwa sababu tayari ushajisafisha. Kwa sababu ushajisafisha. Na ukipata si kosa pia kwa sababu inawezekana kampuni yako ndio ilikuwa inakidhi vigezo. Sawa. Aina nyingine sasa unatakiwa ni kwamba sheria imeweka makatazo ya kwa viongozi au watumishi kutumia taarifa wanazozipata wakati wa utekelezaji wa majukumu kujinufaisha binafsi. Kwa sababu kama hivyo naweza kuwa kweli mimi Jasmine na kampuni yangu Mwarabu Contractors, lakini kwa sababu niko pale kwenye taasisi, pengine nipo kwenye level ya management, naingia kwenye vikao, najua kwamba mwakani kutakuwa kuna mradi huu. Kwa hiyo mimi naanza kutengeneza mazingira. Kwa hiyo ile kitendo cha kutumia taarifa ambazo bado hazijatakiwa kutoka kwa umma kwa manufaa yako wewe binafsi ni kosa. Kwa hiyo sheria imeweka hilo katazo, na ikijulikana uchunguzi ukifanyika basi utafikishwa kwenye baraza la maadili. Tunajaribu kuangalia namna ambavyo Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma inavyofanya kazi zake, lakini pia tunaweza kujua kwamba namna ambavyo mgongano wa maslahi unavyoweza kudhibitiwa kwa namna moja ama nyingine. Umemsikia vizuri zaidi Bi Jasmine akielezea kwamba katika hali ipi unaweza ukajikuta kwamba unatoka. Na amesema mifumo ambayo tunayo nchini ni kwamba uchague kimoja, ukae upande wa kuongoza taasisi yako au ukae katika upande wa kuongoza katika eneo ambalo umechaguliwa ili uweze kufanya kazi. Lengo ni moja tu, kwamba kuondoa mgongano wa maslahi. Je, hii unajua mara nyingi jamii inajua kwamba ukisema mgongano wa maslahi inajua kwamba ni
vitu ambavyo viko serikalini, viongozi, vitu vya namna hiyo, ni wachache sana ambao wanaweza kusema kwamba hata huko katika mazingira ambayo sio uongozi kuna mgongano wa maslahi. Nataka kuweza kufahamu kwamba je, iko upande upi? Upande mmoja zaidi au ni pande zote, ila ni utofauti ni namna ya unavyofanyika ushughulikiaji? Mgongano wa maslahi uko kwenye sekta zote, sekta ya umma na sekta binafsi. Hata kwenye sekta binafsi pia kuna mgongano wa maslahi. Hata hapa wewe hapa Manyongo unaweza ukawa na mgongano. Kwa mfano, hii ni taasisi binafsi. Mnataka kufanya ukarabati wa studio. Sawa? Kwa hiyo unanusa hapa mwakani au mwezi ujao tunatakiwa kufanya ukarabati. Unaanza kutengeneza vikampuni vyako, watu wako unawaset kabisa, jamani tutatangaza, tutafanya hivi, tutafanya, au wewe nenda kamuone fulani. Yaani ukishamuona yule jambo limeisha. Tayari huo ni mgongano. Kwamba sasa utakuwa umeidhulumu taasisi yako. Kwa sababu kwanza umetumia taarifa, lakini umeenda kufanya kuweka mazingira ya kupata upendeleo na vitu kama hivi. Kwa hiyo mgongano uko kila mahali. Kila mahali mgongano upo. Sio kwamba kwenye sekta ya umma peke yake. Sawa sawa. Changamoto zipo nyingi sana katika eneo hili, na kupitia ofisi yako na nafasi ulionayo mnafanyaje kuhakikisha kwamba jambo linakaa sawa na kupunguza zile changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikajitokeza? Kwa sababu kwa namna ambayo pekee vitu vingine unaweza kukuta kwamba hata wewe mwenyewe pia vinakugusa kwa namna moja ama nyingine. Mnafanyaje kuhakikisha kwamba mnakaa sawa katika eneo hili? Kitu cha kwanza ambacho sheria imeweka kama control au ambacho sisi tunakitumia kuzuia mgongano wa maslahi ni utoaji wa matamko. Kuna matamko ya aina kama 5 hivi kwenye sheria ile ya maadili. Kuna tamko la rasilimali, maslahi na madeni. Rasilimali na madeni, ambapo viongozi wanatoa taarifa zao kuhusu mali wanazomiliki na madeni yao. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo tunaitumia. Na njia ile sisi watu wanapotamka rasilimali zao, mtu anaona tu kama si anatamka tu, amesema mimi na magari na nyumba na nimezipata, ni vitu vya kawaida na nimepata kupitia mshahara wangu au nimekopa, nimecheza vikoba na vitu kama hivyo. Sisi tuna utaalamu wa kuchunguza na kujua kwamba hapa huyu alitumia rasilimali za umma kujipatia manufaa. Kwa hapa kuna mgongano wa maslahi. Lakini tamko la pili ndio hilo sasa, tamko la maslahi kwenye vikao. Atatamka maslahi yake kwenye vikao. Asipotamka, likitokea kwamba kuna mradi labda umefanyika, kampuni iliyochaguliwa ilikuwa haikuwa na vigezo, tukachunguza tukakuta kwamba ilikuwa ni ya kwako, na wewe hukutamka, ina maana hukuwasilisha ile tamko lako kwa kamishna wa maadili, tayari unakuwa ni kosa. Hiyo ni njia ya pili. Lakini kila mwaka wa kalenda, kila Januari, wakuu wa taasisi huwa wanatakiwa kuwasilisha kwa kamishna wa maadili kitu kinaitwa rejista ya zawadi. Siku tukija kuzungumzia masuala ya zawadi tutaifafanua zaidi. Ile rejista ya zawadi ni kwamba kiongozi anapopata zawadi ya aina yoyote ambayo iko kinyume na sheria, sheria ya maadili, anatakiwa aitolee tamko. Akitoa tamko lile anatoa kwa afisa masuuli wake, na afisa masuuli yule atatoa maelekezo namna ya kutumia ile zawadi, alafu atatoa taarifa kwa kamishna wa maadili. Hebu irudie sentence. Kama nimekuvuruga hivi. Nimevuruga mno. Yaani wewe kama kiongozi kwenye utekelezaji wa majukumu yako, ndio kwa namna moja au nyingine unakutana na watu mbali tofauti. Unaweza ukapewa zawadi yoyote ile. Inaweza ikawa ni gari, unaweza ikawa nyumba, pesa, wanyama, tai, nguo, vinywaji. Ni zawadi. Ni zawadi.
Lakini imekuja kwako kutokana na ile nafasi yetu tuliokupa dhamana unaifanyia kazi. Yani kama isingekuwa ile nafasi usingepewa. Kwa mfano kama ungekuwa wewe sio diwani, wananchi wasingekuchangia kukupa mbuzi wewe au ng'ombe. Wanakupaji sasa kwa mfano. Lakini inawezekana kabisa wewe kama diwani wakati wa kampeni ulimwaga sera zako, ukamwaga sera za chama chako, wakati wa utekelezaji ushaingia madarakani sasa. Ukatekeleza yale ambayo uliahidi. Wananchi wakafurahi. Wakaamua kukuzawadia ng'ombe 10. Sawa ng'ombe 10 wanaweza kuwa na thamani hata milioni 10 au na zaidi. Sawa. Sasa sheria ya maadili ya viongozi wa umma imeweka kiwango cha kiongozi kupokea zawadi. Kiongozi anaruhusiwa kupokea zawadi ambayo thamani yake haizidi shilingi 200,000. Haizidi. Kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza haizidi thamani ya shilingi 200,000. Ikizidi unatakiwa uitolee tamko. Sawa unatoa tamko la zawadi. Wewe mwenyewe ukamweleze bosi wako kwa maandishi kwamba nimepokea nilikuwa sehemu fulani nimepokea zawadi hii. Kwa hiyo na yeye yule kiongozi wako sasa atatoa maelekezo ya namna ya kutumia ile zawadi. Anaweza akakwambia chukua wewe mwenyewe, hiyo imeisha. Au wakaona hapana, umepewa labda zawadi ya lori la mbao. Au tani 10 za simenti. Basi mkuu wa taasisi ile akasema hii bwana tupeleke tukatengeneze madawati shule. Au tukaongezee kwenye ujenzi wa hospitali zahanati. Umeona au akakwambia chukua hiyo tani 3 kajenge nyumba yako kama unajenga. Lakini sasa yeye akishatoa hiyo ruhusa au akishaelekeza maelekezo ya namna kutumia, basi anatakiwa sasa kila anapofikia tarehe 1 Januari atoe hizo taarifa kwa kamishna wa maadili kwamba mwaka huu wa fedha, mwaka huu wa kalenda Januari mpaka Disemba kuna viongozi 9, Maliongo akiwa mmoja wapo, alipewa zawadi ya ng'ombe 5 wenye thamani ya milioni 5. Wale ng'ombe waliuzwa, fedha zilizopatikana zilipelekwa kwa watoto yatima, au hiyo ng'ombe ilipelekwa hospitali wagonjwa kapewa, au namna gani ili kwa mwisho wa siku unakuta kwamba kile ulichopewa kinakuwa sio cha kwako tena, kinakuwa ni mali ya umma, kwa sababu ya wewe kupata ni kwa sababu ya cheo ambacho unakitumia. Kwa pia inawezekana kwamba ukao umepewa kingi, lakini mkuu akasema chukua. Yeye akisema chukua, wewe hauna shida. Imetokea mkuu akasema bwana hii inabidi tugawane. Atatoa taarifa kwa kamishna kwamba hii tuligawana. Tuligawana mimi na yeye. Sio makosa. Sasa hapo ndo tutaangalia sisi kwa nini mligawana. Mapumziko yafuatayo katika jicho letu. Tukirejea tutaendelea zaidi kuweza kufahamu namna ambavyo unaweza ukakaa vizuri, ukakaa salama, natumia neno hili kukaa salama bila kujiepusha na mgongano wa maslahi, kwa sababu mgongano huu wa maslahi ukikugonga tu unaharibu kila kitu katika eneo ambalo kutokana na ile nafasi ambayo umepewa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Bi Jasmine ametueleza kwamba kumbe uruhusiwi kupewa kitu cha zaidi ya 200,000, na hata kama utapewa ni lazima utoe taarifa kwamba bana nilienda sehemu fulani nikapewa labda madebe 5 ya unga au ya mahindi na vitu vya namna hiyo. Baada ya mapumziko haya tutarejea. Sky TV.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Sehemu ya pili ya jicho letu ndio hili. Kama wajiunga nasi, karibu. Niko na Bi Jasmine Awadhi Bakari. Yeye ni katibu msaidizi kanda ya kati, ofisi ya Rais, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Leo tunagusia kuhusu mgongano wa maslahi. Sehemu ya kwanza tumezungumza vitu vingi katika eneo hilo kwa utaratibu ili kuweza kupata elimu ya kutosha. Sasa sehemu ya pili ni hii. Nataka kufahamu, je, kuna shughuli ama tuseme kazi ambazo zinaweza kupelekea kwamba bwana, pamoja umepata kazi hii, lakini hii kazi ni moja kwa ni njia ya kukupelekea wewe kuingia katika mgongano wa maslahi kwa namna moja ama nyingine, kutokana tu na uwasili wa kazi ile? Ni kweli kabisa kwamba unaweza ukawa wewe ni mtumishi wa umma, taaluma yako au kazi yako huku ikaenda kukufanya wewe usipokuwa makini ukajiingiza kwenye mgongano wa maslahi. Kwa mfano, wewe ni wakili wa serikali. Wakili wa serikali tunajua kwamba kazi yake kubwa ni kuisimamia na kutetea serikali katika masuala yote ya kisheria. Ndio. Iwe mahakamani au nje ya mahakama. Sasa unaweza kukuta wakili huyu wa serikali ana ambaye ni raia tu. Anakuwa anaenda kumsimamia kwenye kesi mahakamani, na kesi hiyo ni ya taasisi yake ambayo anaifanyia kazi. Sasa hapo wewe utasimama wapi? Utasimama kwa taasisi yako au utasimama kwa mteja wako ambaye amekulipa? Sawa sawa. Kwa hiyo sheria inakataza kufanya biashara ya taaluma yako ambayo umeajiriwa kwayo. Ndio mfano kama huo wa mawakili. Kuna utaratibu maalum umewekwa. Kwa mfano kama sasa hivi mawakili wanaruhusiwa kusimamia kesi labda za mirathi, kesi za ndoa, za talaka, vitu kama, lakini sio kesi ambayo ni ya serikali na mwananchi. Hiyo haruhusiwi kufanya. Au unakuta madaktari wanaruhusiwa kupractice, lakini ni baada ya kuwa ameshatoka kwenye muda wa serikali. Na pale ambapo anahitajika muda wote kwa hospitali ya serikali, basi aweze kwenda. Kwa hiyo hawakatazi moja kwa moja, lakini kuna utaratibu ambazo zimewekwa ili kuwafanya wasije wakaingia kwenye mgongano wa maslahi. Lakini jambo jingine ambalo kanuni imeizungumza kuhusu namna gani kiongozi anaweza kujiepusha na mgongano wa maslahi ni kujiuzulu. Pale ambapo unaona kwamba sasa hili swala au kazi hii itanifanya mimi nishindwe kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu huku nina maslahi na huku nina maslahi. Kote kwangu. Kwa hiyo utaamua unashauriwa kujiuzulu. Kwa mfano ukutana na mtu katika eneo hilo anakuwa mbishi, hataki kujiuzulu, na anakuambia mimi nitafanya jitihada vyovyote hili jambo litaisha tu. Sasa ikitokea kwamba kumetokea tatizo lolote au default yoyote kwenye ile kazi yake, atakutana na adhabu kubwa zaidi ya ile ya kujiuzulu. Bora angejitoa. Kwa sababu sisi tutasema hapa kulikuwa kuna mgongano wa maslahi.
Lakini TAKUKURU atakuja atasema huyu ametumia madaraka yake vibaya. Sheria ya makosa ya adhabu itakuja itasema huyu ametumia mali ya umma vibaya, ni kosa la jinai. Kwa hiyo utajikuta unaingia kwenye matatizo makubwa, kumbe ungejiuzulu ungekuwa salama. Kwa hiyo hii sheria imeweka hiyo room pia kwamba mtu anaweza akajiuzulu. Lakini jambo jingine ambalo ni pale ambapo mtu anaona kwamba sasa nitafanya nini? Anakosa namna ya kufanya, basi anakuja kwetu sisi kama secretariat, tunamshauri kulingana na uzito wa jambo lake au jambo jinsi lilivyokuwa. Tunamshauri kwamba fanya hivi, fanya hivi, fanya. Tuna nafasi hiyo ya kutoa ushauri. Kwa hiyo inakuwa ni angalau kumweka katika yani katika hali ya usalama. Kwa sababu yote haya yanafanyika ili kulinda hadhi na heshima ya serikali na kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Tatizo hili ni kubwa kwa kiasi gani? Kwa nchi yetu sisi tunaweza kusema kwamba lipo. Tujafanya utafiti kuangalia kwamba mgongano wa maslahi ni tatizo kubwa kwa kiwango gani kwa nchi yetu. Lakini lipo kwa sababu tumekuwa tukipata malalamiko ambayo yanahusiana na mambo hayo ya mgongano wa maslahi, na tumekuwa tukiyafanyia kazi mbalimbali. Wakati mwingine mnafanya uchunguzi, mnaona kwamba hapa moja kwa moja mnakosa ushahidi wa kujitosheleza. Kwa hiyo mnachokifanya nyinyi ni kushauri ili mtu asije akaendelea kufanya jambo ambalo litapelekea kuleta shida. Mtazamaji, kumbuka tunagusia kuhusu mgongano wa maslahi na namna ya kuweza kujitoa isikukute hali ya namna hiyo, kwa sababu kama itakukuta basi kuna vitu ambavyo vinaweza vikaharibu sifa yako, lakini pia vinaweza vikaharibu uko mbele ambako unakoenda, ukajikuta kwamba hata kama kuna kitu kizuri ulipaswa uweze kupewa kwa kuaminiwa, upewi tena kutokana tu na kile ambacho kimeweza kupelekea wewe kuingia katika swala hilo la mgongano wa maslahi. Namna pekee ambayo inaweza kutumika vizuri katika kudhibiti hali hii, japo katika sehemu ya kwanza tuligusia namna ya udhibiti, lakini kwa ushauri namna pekee ya kudhibiti hali ya namna hii ni ipi? Maana kuzuia kabisa ni ngumu. Lakini namna gani nzuri ya kuweza kudhibiti? Na hii nimesema hivi kwa sababu pia inahusu wapo wengine wachanga ndio wameingia katika nafasi hizi. Sawa? Na tayari anavyoingia yeye anaona kwamba mimi nimeingia, lakini huku nilipotoka huku nje kumekuwa na maneno mengi sana kwamba usikae kizembe. Kwa na mimi hapa huu muda niliokuwa nao nifanye hapa ili maisha yangu yaweze kubadilika. Sasa kwa nafasi ile nayo unaona unaweza kutoa ushauri kwamba namna gani sahihi ya kuweza kufanya ili mtu asiingie katika matatizo. Namna bora kabisa ambayo mimi nashauri kwa mtu yoyote yule ili asiweze kuingia kwenye matatizo ni kufanya kazi au kufanya maamuzi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Tuna sheria nyingi, tuna kanuni nyingi na miongozo mingi. Zingatia miongozo ile wakati wa kufanya maamuzi. Utajikuta unakuwa kwenye sehemu salama. Kama unatakiwa kutoa tamko, toa tamko. Sheria si nimesema? Kanuni si ndio zimesema? Toa tamko, usifanye bila kusema mpaka waje wanijue hapa saa ngapi. Wakikujua ni mbaya zaidi. Sasa kwa nini ujiweke kwenye hali ya wasiwasi? Kwa hiyo ni vizuri viongozi kufanya maamuzi au kutekeleza wajibu wao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Lakini la pili ni kuzingatia viwango vya juu vya maadili kama ambavyo tulizungumza kwenye kipindi cha jana kwamba viongozi wanatakiwa kuwa waadilifu, wawe na huruma na kuweka mbele maslahi ya umma badala ya maslahi yao binafsi. Hivyo vitu viwili ndio ambavyo mimi naweza nikasema kwamba mtu akivizingatia basi atajikuta anafanya kazi yake vizuri
na kwa usalama. Mgongano huu wa maslahi pia unaweza kuleta athari zipi ambazo zinaweza kusababisha shida pia kwa namna moja ama nyingine, bali ya zile ambazo tumeweza kuzizungumza? Athari kubwa kwanza ya mgongano ni kwamba rushwa itatamalaki. Rushwa inatamalaki kwa sababu utakuwa umefanya jambo ambalo sio, umependelea. Pengine umependelea kwa sababu ulipewa fedha au ulipewa kitu chochote, kwa sababu rushwa sio lazima fedha. Ulifanya hivyo, ulitumia vibaya madaraka yako. Kwa hiyo rushwa itatamalaki. Lakini la pili, haki haitotendeka. Utapendelea, utaonea. Utampendelea mtu kwenye kumpatisha cheo, utamwonea mtu kwenye kumshusha cheo. Utampendelea mtu kumwajiri, pengine hana hata vigezo vya kuajiriwa kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo haki haitatendeka. Lakini la tatu sasa, tukija kwenye maendeleo yetu sisi kama Watanzania au kama taifa, hatutapata maendeleo yale ambayo tunahitaji, kwa sababu utatumia fedha za miradi kujinufaisha wewe binafsi na watu wako wa karibu. Miradi yetu kama ni barabara, kama ni maji, kama ni hospitali, ni shule, vitu chungu mzima havitafanyika. Kwa hiyo hakutakuwa na maendeleo. Sawa. Kwa hiyo tunasema kwamba hiki ni moja kati ya sababu pia ambazo zinapelekea kwamba wakati mwingine nasikia kwenye maeneo mbalimbali vitu havijakamilika, vitu havijakaa sawa, kuna hii shida. Lakini unaambiwa katika ile eneo ambapo kuna hii shida, kuna mtaalamu mbobezi ambaye amewekwa pale na mamlaka, lakini hizo shida za namna hiyo zimetokea. Inawezekana hivi, inawezekana ni sababu ya kupelekea hali za namna hiyo. Ni mgongano wa maslahi, lazima tuweze kuangalia vizuri zaidi, na hii ndio inatupelekea kwamba kufikia katika maendeleo, kwa sababu kila kitu kitaenda katika njia yake kama ambavyo inavyotakiwa kuweza kwenda. Mna kama ofisi mna mipango gani ya kuhakikisha kwamba mnajaribu kutoa elimu sehemu tofauti, hiyo ni kwenye taasisi, kwenye maeneo mengine yote? Umegusia hali hii ipo serikalini, ipo pia katika sekta binafsi, ndio. Lakini mna mipango gani ya kuhakikisha kwamba mnatoa elimu hii katika maeneo tofauti ili kuokoa vitu vingine? Sisi kama taasisi kwanza tunatoa elimu kama ulivyosema kupitia njia mbalimbali. Kuna kama hivi redio au televisheni. Sasa kwenye redio au na televisheni wanaosikiliza sio viongozi peke yake. Mpaka mwananchi, mkulima anafanya nini? Anasikiliza. Kwa hiyo naye anapata elimu. Kwa hiyo akiona kiongozi wake amefanya jambo fulani, lazima atakuja kutupa taarifa. Kwa kubwa tunalolifanya sisi ni kutoa elimu. Lakini jingine tunalolifanya ni kuhakikisha kwamba viongozi wanatoa matamko yao kwa mujibu wa sheria. Tamko la mali na madeni wanawasilisha kila mwaka, lakini kila anapoteuliwa ndani ya siku 30 anatoa tamko, na anapofikia kustaafu anatoa tamko. Lakini tunapokea pia matamko ya maslahi kama nilivyotoka kueleza kwamba kiongozi lazima atoe taarifa kwenye vikao, lakini kutoa taarifa kuhusu masuala ya zawadi na tunapokea. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunayafanya. Mmewahi kukutana na changamoto ambao kubwa sana ikawachanganya kwa sasa hapa tunafanyaje? Mbona huku kama sio huku kama sio, lakini mnaona jambo ni hili hapa. Mmewahi kukutana na migongano ya namna hii? Tunakutana nayo, lakini sasa kama taasisi au kama serikali hatujawahi kushindwa kushughulikia jambo lolote. Kwa sababu kama taasisi ya serikali hatufanyi kazi peke yetu, au tuseme kwa lugha nyingine hatufanyi kazi in isolation. Tunashirikiana na taasisi zingine, tunashirikiana na polisi, tunashirikiana na TAKUKURU na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tukiona kwamba hili kwetu sisi linaweza likakosa ushahidi wa moja kwa moja, lakini kwa kupitia sheria ya TAKUKURU hili hapa tunatoka nalo, kwa hiyo tunalipeleka TAKUKURU. Au hili
hata kwa TAKUKURU kule linaweza likawa lina shida, basi tunalipeleka moja kwa moja mahakamani. Tunapeleka kwa mwanasheria wa serikali na wakili wa serikali, linapelekwa mahakamani. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya serikali kuhakikisha kwamba viongozi wanafuata taratibu zilizopo. Okay. Ni Bi Jasmine Awadhi Bakari, katibu msaidizi kanda ya kati, ofisi ya Rais, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Hiki ndio tunazungumza, kikubwa zaidi ni mgongano wa maslahi na namna ambavyo unaweza kudhibiti aina ya migongano. Umeweza kupata kusikiliza hapa nini kinachoweza kuondoa au kusababisha kuwepo kwa migongano hiyo, na zile shughuli ambazo zinapelekea wakati mwingine kwamba wanakabidhiwa shughuli, lakini shughuli hii ni moja kwa moja na kupelekea katika mgongano mkubwa zaidi wa maslahi. Hiyo ni moja kati ya jambo kubwa ambalo tumeweza kuligusia hapa katika jicho letu. Je, kuna adhabu maalum ambazo zimeainishwa mbali ya kusimamishwa, ya kuondolewa kazini, lakini kuna adhabu maalum ambazo zimeainishwa kwamba kupitia hili kwenye mgongano wa maslahi, kupitia hizi kuna adhabu 1, 2, 3? Mgongano wa maslahi kama zilivyo makosa mengine ya kimaadili ni kosa la kimaadili. Kwa hiyo adhabu zilizopo zipo kwa mujibu wa sheria ya maadili ambazo zimetamkwa kwenye kifungu cha 8 cha sheria ya maadili. Na kwa uchache tu, kwa haraka niseme ni zile zile, aidha atashushwa cheo, atafukuzwa kazi, atapewa onyo, anaweza kushitakiwa kwa mujibu wa sheria nyingine za nchi. Kwa hiyo hizo ndio adhabu kwa sababu ni kosa la kimaadili, unaweza likachukuliwa hatua kwa namna hiyo. Lakini ikionekana kama kuna jinai, basi litapelekwa mahakamani na taratibu za kimahakama zitafuatwa. Au likionekana kama linaenda kwenye rushwa, kwa mfano kama mgongano halisi wa maslahi, ile tunasema kwamba ile ni rushwa kwa 100%, basi sheria ya TAKUKURU itachukua mkondo wake. Kwa uzoefu wa kazi yako ambao unaifanya na kwa uzoefu wa elimu ambao unaendelea kuweza kuitoa, unaonaje kadri tunapoelekea kwamba jamii inapata uelewa zaidi wa kuhakikisha kwamba wanafuata maadili, au bado kumekuwa na changamoto kubwa sana ya jamii kuweza kuhakikisha kwamba wanasimamia maadili, mbali ya mamlaka husika, serikali kutoa elimu kwa kiwango hiki, lakini pia hata kwenye maeneo yetu ya ibada pia nazungumzia swala la maadili, si ndio? Je, unadhani kwamba tunakoelekea uelewa ni mkubwa, watu wanaweza kuheshimu na kuona kwamba ni muhimu kufuata maadili, au bado kumekuwa na kiburi na mtu akusema kwamba mimi nani atanishika, kwani bwana na ikinishika si ni ajali kazini? Uelewa bado uko kwenye kiwango cha chini, naweza nikasema hivyo. Uelewa bado uko kwenye kiwango cha chini, na nasema hivyo kwa kuangalia kiwango cha taarifa au idadi ya malalamiko ambayo sisi tunayapokea, ambayo yana viashiria vya ukiukwaji wa maadili. Sasa ukichukua idadi ya viongozi, idadi ya wananchi na idadi ya taarifa ambazo tunazipata, lakini na malalamiko ambayo wananchi wanakuwa nao pembeni, unaona bado tatizo lipo, kwamba wananchi hawajajua hasa mgongano wa maslahi ni kitu gani, na pale wanapoona dalili zake basi wachukue hatua gani, waende wapi. Na wengi wanajua kuhusu rushwa, na rushwa wanaojua wananchi ni ile kwamba mtu katoa kapewa huduma hivyo, lakini ile kwamba huyu anaweza kuja kutuathiri kwa hichi kitu anachokifanya, hiyo bado wananchi wengi hawajajua, ni wachache ambao wanakuwa wameelewa. Kwa ndio maana tunaendelea sisi kufanya kampeni mbalimbali za kuhakikisha kwamba wananchi wanatujua, ili wanatujua kwanza, lakini pia wanaelewa nini tunachokifanya na nini tunachokitaka kutoka kwao, ili tuweze kudhibiti hizi hali. Okay. Ndio. Sasa wapo wananchi ambao inawezekana labda hivi tunavyoongea wako katika ile eneo la mgongano wa maslahi, na wanawaza kwamba taarifa tutazipeleka wapi, zitafikaje, itakuwaje. Kwa dakika hizo unaweza kaongea nao?
Naam, kwa wananchi ambao wako mikoa ya Dodoma na Singida au ni mikoa ya karibu labda Manyara, Iringa inayozunguka makao makuu ya nchi, wanaweza kufika katika ofisi zetu zilizopo kwenye jengo la maadili au Maadili House ambalo liko ule mtaa wa Mahakama, karibu kabisa na jengo la mkaguzi mkuu wa taifa au NHIF. Wanaweza kufika pale wakaja kutoa taarifa zao, lakini wanaweza wakatuandikia barua kwa anwani ya Kamishna wa Maadili, sanduku la posta 225 Dodoma. Wanaweza pia wakatuma barua pepe ambayo ni info@maadili.go.tz au ec@maadili.go.tz au Dodoma herufi zote ndogo @maadili.go.tz. Yeah. Sawa. Neno lako zuri kwa jamii ni lipi? Tuko tunaenda kukamilisha. Jamii, mimi naiasa jamii kuzingatia viwango vya maadili kuanzia ngazi ya familia. Wazazi tukae na watoto wetu, tuwafuatilie watoto wetu, tuhakikishe kwamba tunawalea watoto katika maadili ambayo sisi tulikuzwa nayo basi. Kuwasimamia, kuwa nao karibu. Tusijiweke mbali na watoto na kuachia jukumu la ulezi kwa dada wa kazi na walimu mashuleni. Kidogo inakuwa changamoto. Mwalimu mashuleni ana watoto wengi, ana darasa moja linatoka kama 100. Atamsimamia yupi? Amwachie yupi? Mwalimu anahitaji ushirikiano kutoka kwetu sisi kama wazazi. Kwa hiyo kwa jamii niombe kwamba kwenye ngazi ya familia tujitahidi kusimamia watoto wetu, kuwa nao karibu, kuzungumza nao na kuwaeleza madhara ya kutozingatia maadili hasa katika ulimwengu huu wa utandawazi. Lakini kwa viongozi nisisitize kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali iliyopo, lakini pia kuwasihi na kuwashawishi viongozi kuitumia secretariat kupata ushauri wa masuala mbalimbali ya kimaadili. Sawa sawa. Mtazamaji wa Sky TV, katika jicho letu fika tamati katika eneo hilo, na kubwa zaidi leo tumegusia mgongano wa maslahi. Tumeenda taratibu hivi na vitu vigumu inawezekana umeweza kuvisikia na kujiuliza sasa tunafanyaje. Lakini ndivyo hivyo, elimu itaendelea kuweza kutolewa. Tulikuwa naye Bi Jasmine Awadhi Bakari, katibu msaidizi kanda ya kati, ofisi ya Rais, Sekretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Na kushukuru sana kwa ushiriki katika jicho letu. Asante sana. Na pia mtazamaji, ni kushukuru kwa kutupatia muda wako wa thamani kushirikiana nasi na kuweza kupata elimu hii. Na wewe pia uitumie namna gani, kwa sababu inawezekana ikawa na wewe pia ni moja kati ya kisababishi cha mgongano wa maslahi. Sasa unapaswa kuweza kujiondoa katika maeneo hayo ili mambo mengine yaweze kuendelea. Nashukuru wote ambao umetazama jicho letu, na siku iwe njema kwenu.